Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila shaka uko mbuheri wa afya, na mimi ni mshukuru Mungu kwa neema hiyo ambayo tumekuwa tumepata sote kwa pamoja. Bwana, karibu sana na pole kwa wale ambao wamekuwa katika hali ya changamoto mbalimbali. Hiyo ndiyo tafsiri halisi ya maisha, na ikitokea siku umelala halafu ukaamka ukajikuta hauna changamoto yote inayokutatiza, basi inatakiwa urejee katika akili yako uitafakari. Je, akili yako iko sawa kweli kweli? Kwa sababu hakuna kiumbe ambacho kilipata kuumbwa kwenye ulimwengu kikalala na kuamka alafu kikawa hakina chochote ambacho kinahitaji kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana hakina shida yoyote. Kwa hiyo ukijiona una shida kadhaa wa kadhaa, basi jua huo ndio ukamilifu wako. Naam, tunaendelea katika mazungumzo yetu kuzinduana angalau kwa uchache kutokana na namna ambavyo Mwenyezi Mungu ametuneemesha. Na leo nataka nizungumze sana na wasanii hawa, hasa ma undergrounds hawa wa kaswida. Naomba tuelewane vizuri sana. Kumekuwa na tabia moja ambayo niseme tabia ambayo mumeadapti, mumerithi, mumeiga kutoka kwa wasanii wakongwe, wasanii wa kaswida ambao tayari wamesha kuwa na majina yao tayari, kwa maana wamesha piga hatua katika tasnia yetu hii ya kaswida hapa ndani ya ardhi yetu hii ya Tanzania. Wasanii ma undergrounds mmekuwa mkibaguana sana, na kubaguana kwenu huku kunapelekea mpaka leo hii mko chini sana katika kazi zenu za kaswida. Sizungumzii success ambazo yawezekana ikawa ni pesa, kufahamika sana, lakini maendeleo hata ya kaswida zenyewe mnakosa hata kushauriana. Ni kwa sababu umekuwa na umimi sana. Msanii wa kaswida underground yuko tayari aposti cover za msanii ambaye kisha toka ana jina hata 100, amposti tena kwa bando lake na kwenye peji zake. Yuko tayari astopishe vitu vyake yeye, hata kama ana biashara zake anahitaji kuposti, yuko tayari azistopishe, halafu aweze kumposti huyo msanii ambaye tayari kishatangulia ama kishatoka. Sasa anafanya vile, lakini hakuna chochote ambacho anachoweza kugain kutoka kwa yule mtu ambaye anamfanyia vile, ila underground mwenzie hata kumwambia tu, bwana, linki hiyo ya kazi yangu, hebu naomba angalau tumia japo dakika 3, ingia kaitazame YouTube kule, angalau na mimi basi niweze kuichangamsha channel yangu ya YouTube, anamkunjia. Sasa wasanii, hebu zindukeni, hebu badilikeni. Hakuna mafanikio utakayoyapata kama hauna ushirikiano na wenzako. Hakuna mafanikio ambayo yatakayosonga kwako kama hauna ushirikiano mzuri na wenzako. Tengeneza uelewano mzuri na wenzako, tengeneza mahusiano mazuri na wenzako, tengeneza mambo mazuri na wenzako. Usitegemee kufanya kusapoti wasanii wakubwa, wasanii ambao hata kama ukiwa na show zao huingii for free, lakini pia hata kama itatokea utaingia kwa gharama yako mwenye, utalipia 10,000, 15,000, utaingia utaketi kwenye kiti, hata kama ulikaa high table, hata kama akikuona kukutaja tu pale kwenye stage, bwana, pia katika show hii tuna msanii mwenzetu hapa, naye pia yupo, anakuja kukupa moyo, angalau kukupa ile morali kama nachokifanya okay, hata brother naye ameappreciate, hata sister naye ameappreciate, ni jambo. Lakini hawa wakongwe wetu hawana iko kitu. Utaposti cover zake za event yake mwaka mzima, miezi 6, miezi 7, lakini hata siku ile ya shughuli yake yenyewe, hata siku ya hiyo event yake yenyewe, hata kupata ile nafasi tu, hata kupata ile nafasi kusema japo usalimie tu, japo atambue mchango wako kwamba wewe na wewe pia umeshiriki katika kumletea watu ambao wamekuja kufuatilia show yake hiyo, hakuna.
Sasa kwa nini usimsapoti msanii mwenzako ambaye huyu underground mwenzako ukimsapoti naye pia ana uwezo wa kusapoti kazi zako, ana uwezo mkafanya mfumo wa kusapotiana, wewe unaposti kazi yake na yeye anaposti kazi yako, fansi zako wanaona kazi yake na fansi zake wanaona kazi yako. Ukimposti msanii mwenzako haimaanishi kwamba wewe utashuka ama mashabiki zako atakukimbia atakwenda kwa yule, hakuna. Hebu tutengeneze hali ya upendo, tutajikuta tunapiga hatua. Lakini hii kila siku hii unakaa tu ukimtazama mwenzako vibaya, mbaya zaidi hata kama kidogo akajitahidi amejipapatua ameinuka anataka kusonga mbele, wewe ukiona vile ndo unazidi kumkunjia. Hebu tubadilike, tuachane na hayo mambo, na inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia, atatufungulia. Huwezi kufanikiwa kwa kumchukia mwenzako. Siku zote huwa nasema kumchukia asiye kuchukia ni sawa na kunywa sumu wewe halafu kudhani atakufa mwingine. Yaani huwezi kunichukia mimi halafu ukaamini kwamba kujenga chuki tu kwangu itakuwa imenishusha. La, kila mmoja na njia zake ambazo Mungu amemneemesha. Kila mmoja atafanikiwa kwa wakati wake na atapiga hatua kwa wakati wake. Kuna wakati Mungu anaweka fulani kuwa ndio asbabu ya wewe kufikia mafanikio yako. Kwa hiyo hutakiwi kumchukia. Inawezekana ukimsaidia yule akafanikiwa na yeye akapata platform nzuri akakusaidia nawe ukainuka zaidi. Kwa hiyo inshallah, hebu tujaribu kupeana hizi njia, tushirikishane hizi platform, kila mmoja aweze kuwa anahusishwa nazo. Hasa nyinyi underground, msikubali kutumika katika kazi za watu ambao tayari wameshafanikiwa. Sisemi kwa ubaya kwamba msiwasaidie ama msiwapostia, hapana. Lakini ukifanya hivyo, hebu hakikisha pia na wewe unafanya kwa msanii mwenzako underground, ili nyote muweze kusonga mbele kwa pamoja. Na dua zenu zina nguvu kuliko dua za yule ambaye tayari kishawakimbia muda mrefu, kwa sababu anaamini, ama ndio asili ama nature ya kibinadamu, asilimia kubwa tunaamini kwamba mimi nimefika hapa, nikikusaidia wewe ukifika hapa mimi nitashuka, utakuwa unaitika wewe peke yako. Lakini kiuhalisia haiko hivyo. Kwa hiyo inshallah ndugu zangu, tumakinike katika haya. Wasanii undergrounds, hebu tujitahidini katika haya. Wama alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maasalam.